Piga makofi kidogo. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi na meza kuu, itifaki nimezingatia. Kwanza kabisa naanza na ushauri. Ushauri wangu wa kwanza ni shauri ndugu mgeni rasmi au mwenyekiti wa kikao, tuanzishe mfuko wa elimu. Mfuko wa elimu utaweza kutusaidia katika haya mambo yote tuliyozungumza. Ufaulu ni jambo moja tu, walimu wakiamua na wanafunzi wakiamua, sambamba na kwamba tuna shida ya walimu, upungufu wa walimu, haya yote yanaweza yakapotea, lakini pawepo na fedha kwa ajili ya hizi shughuli. Sasa mfuko wa elimu tunachoweza kufanya, kitu cha kwanza, mkutano wa kwanza umeitisha huko. Mkutano wa pili waitishe wadau wa elimu wa wilaya nzima, wafanyakazi waliokuwepo hapa wilaya ya Tarime, wafanyabiashara waliokuwepo hapa wilaya ya Tarime, makampuni ya wawekezaji, mabenki, waje wapate hizi taarifa, na watu maarufu au watu wote ambao wanaweza ukahisi kwamba huyu lazima atatoa kiasi kadhaa kwa ajili ya jambo hili. Nilikwenda Mtwara wana mfuko wa elimu. Nafikiri nilikuwa nikipita kwako na naondoka na mkuu wa mkoa wa Mtwara tunaenda kwake. Mtwara wana mfuko wa elimu ambao unashughulika na haya mambo. Wakati mwingine hela za rimu, hela za mashine za photocopy, printers zinatoka kule. Mtwara wana mfuko wa elimu ambao vile vyama vya ushirika vya Mtwara, kile Tamemco na kile kingine, huwa wanachanga milioni 100 kila mwaka au milioni 100, wengine wanaweza katoa milioni 50 na wadau wengine. Lakini kinachofanyika hapa kule, wananunuliwa gari Noah, shule iliyofuta zero ama shule iliyofaulisha zaidi wanapewa Noah, shule iliyofuta zero wanapewa milioni 5. Wanafunzi waliofanya vizuri wanapewa baskeli, walimu waliofanya vizuri kwenye masomo yao wanapewa mpaka bodaboda kama zawadi, pamoja na kwamba wanaweza kupewa bahasha pia. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo tunaweza tukafanya. Lakini mimi pia niliweza kwenda Simiyu kipindi kile, mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka alinialika kwenye zile kambi zake mbili. Aliweka kambi ya wanafunzi waliopata division 1 mpaka division 3 na kambi ya wanafunzi waliopata division 4 na 0, na akaweka walimu kutoka kwenye shule mbalimbali kuhakikisha wanafanya kazi kwenye zile kambi, hawa kuhakikisha wanaenda kwenye division 1 na 2, na hawa kuhakikisha wanatoka kwenye 4 na 0, kufuta 0 na kuja kupandisha huku ili ziondoke zile 0. Kwa wamefanya kipindi kile, na yeye alikuwa anakusanya wadau wa mkoa mzima. Kuna anayetoa mchele magunia 100 kwenye zile kambi, kuna anayeleta nyama ng'ombe 5, ng'ombe 10. Sisi ilikuwa kazi yetu kulepeleka package, mitihani ya mikoa yote, mitihani ya shule bora zote. Kwa hiyo ilikuwa kazi yetu sisi, na kufanya semina kwa wale wanafunzi. Kwa hiyo ndio maana tuliweza kuona kipindi kile mchaka Simiyu ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo tunaweza tukafanya. Hata programu hii Mtwara sasa hivi anafanya. Lakini programu hii inafanyika mkoa wa Kusini Unguja. Kwa Mheshimiwa Wano Hafidh Amili, kipindi kile mkuu ni mwenyekiti ni mbunge wa viti maalum. Kwa kupitia taasisi yake ya MIF, Mwanamke Initiative Foundation. Sisi ndio tunafanya ile program kule, lakini anayedhamini ni Mheshimiwa Wano Hafidh Amili kwa mkoa mzima wa Kusini Unguja. Lakini program kama hizi za kambi mbalimbali zinafanyika kwenye mikoa ile mingine ya Kaskazini Unguja, ya Kusini, ambao wanadhamini PBZ kwa staili nyingine. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa ulikuwa tukipata mfuko wa elimu, wadau wote wanaweza wakachangia kwa ile package mle ikapatikana ya kutosha kabisa, hizi shughuli zingine zikaenda. Hutosikia kwamba kuna walimu wachache, hutosikia kwamba hamna mwalimu wa English wala Kiswahili.
Maadamu tu walimu wawezeshwe kufanya zile kazi, walimu wasimamie zile kazi, maadili yawepo, wenyewe wanajitoa. Programu kama hii inafanyika Mafia, wilaya ya Mafia. Nimeona, nilikwenda mwaka jana, nimekuta programu kama hii, lakini katika zile siku za mwisho. Halmashauri iweke kabisa, ili halmashauri zetu zihakikishe kwenye bajeti zao zinatenga kabisa, ili fungu linaingia huko kwa ajili ya elimu. Yani kama tunakusudia kweli kuhakikisha performance inakwenda juu, basi shughuli nyingine zote zitafanyika vizuri. Na ufaulu ukiwepo, hizi vurugu au hizi kelele zingine automatically zinapungua zenyewe, sababu kila mzazi anafurahi kuona division 1, division 2, kidato cha 6 wanaenda chuo kikuu. Inawezekana hapa saizi tukasema kwamba kidato cha 6 wazuri, lakini wanajitambua, lakini kidato cha 6 wengine unaweza kusema sio wenyeji, wengi wametoka shule za nje, si ndivyo? Kwamba ametoka wapi, kapangiwa Tarime sekondari, kapangiwa wapi. Sasa wetu tunaona kidato cha 4 na kidato cha pili, lakini tunaweza tukafanya vizuri hawa sasa wakwetu wakafaulu vizuri, wakachukua zile nafasi za kuingia kidato cha 5 na cha 6 katika shule zetu zilizopo hapa. Maadamu tu wafaulu vizuri, ile wenyewe wanasema cut off point zikifika vizuri, basi kwenye hizi shule zetu kulingana na zilivyopangwa. Lakini matokeo ya kidato cha 4 sisi inawezekana tunaangalia matokeo ya mwisho. Mchakato wa kidato cha 4 unaanzia kidato cha pili. Hawa watoto kidato cha pili wamefaulu vipi? CA yao nini, matokeo yao form 2 yakoje? Zile CA zao tunazojaza za form 3, term 1, test 1, test 2, terminal, test 1, test 2, anyo zikoje? Moko wanafanyeje? Kwa hiyo na walimu kusema kwamba wanahitaji mazoezi ya mara kwa mara ni kweli, kwa sababu yanahitajika ili haya mazoezi waweze kujaza hata hizo CA zao pia ziwe nzuri. Kama ukiweka namba za viatu automatically hali ili itakavyokuwa vile vile. Lakini pia haturuhusiwi kufoji zile CA, kwamba tuangalie watoto wetu testi zao zinakuwaje. Kama wakati mwingine utaalamu mwingine tunaweza tukaamua mtu anatoa mitihani mitatu, watoto wanafanya discussion, kimaliza unachomoa mmoja kama ulivyo pale wanafanya katika zile testi zao za kujaza. Kwa hiyo haya mambo mengine ni ya kitaalamu katika upande wetu. Sasa tunaangalia hii issue ya mfuko na nimeshauri ile hivyo. Kwa hiyo kama tukijipanga vizuri huku kwenye shule na walimu, ukishaanza wewe kupushi, kila kitu kinakaa kwenye njia yake. Ule mchaka wao walimu kwanza wanapenda kuona matokeo mazuri kwenye shule zao, si ndivyo? Hakuna mwalimu anayependa kuangalia F zote mpaka mwisho kwenye somo lake. Kwa hiyo ili morali ya walimu ipande katika jambo hilo ni kufanya katika hatua hiyo. Hilo la kwanza. Sisi tunafanya semina mbalimbali. Tunafanya semina za wanafunzi na semina za walimu. Katika mwanafunzi tunamfanyia mambo 3 mpaka 4. Hii awe wa kidato cha 4 au awe wa kidato cha 6, kwa sababu tumeshughulika zaidi na madarasa ya mitihani. Kwa hiyo tumeandaa hii muktasari ya masomo, hizi syllabus zetu, kila somo lake. Kwa hiyo tumeweka, kama ni kidato cha 6 tumeweka form 5 na form 6. Kama kwenye Kiswahili anatakiwa asome mada zipi, mada ndogo zipi, malengo mahususi yepi. Kwa hiyo ni kama muongozo wa mwanafunzi kujisomea, awepo mwalimu asiwepo mwalimu. Kwa hiyo tumeandaa hii kitu cha namna. Kwa hiyo katika hii muktasari ya masomo tumeweka mada mdogo, malengo mahususi. Kwa hiyo yote katika kila somo vile vipengele vyote sisi tumeviorodhesha. Hilo zoezi la kwanza. Zoezi la pili, tunachukua ile table kuonyesha mada ipi itakayotoka kwenye mtihani na ina idadi ya maswali mangapi na ina uzito kiasi gani. Kwa hiyo tumeziweka pale. Lakini wakati mwingine baadhi ya masomo pia tumeunganisha kuonyesha mada hii itakuwa ina vipengele hivi, lakini itaulizwa maswali 3. Maswali hayo yatatoka mada hizo ni za kidato cha kwanza, ama hiyo mada hiyo ni ya kidato cha pili au ni ya kidato cha 3, tumemuorodhesha, au ni ya kidato cha 4.
vyote hivyo tumeviweka. Kwa hiyo tumemrahisishia mwanafunzi kama sehemu ya kusoma mwongozo wake, lakini pia tunamrahisishia mwanafunzi kuangalia amesahau wapi, amepitiwa wapi, au mada zipi mwalimu hujafundisha. Hilo zoezi la kwanza. Kwa hiyo ni kama vile tunampima mwalimu kupitia mwanafunzi, lakini pia inamsaidia mwalimu sasa hivi, wewe baada ya kufundisha mada zako zote, unawezaje ukaanza kufanya revision kwa kipindi hichi. Kwa hiyo vipengele gani unapita kimoja baada ya kingine. Hiyo ni muktasari wa masomo kwenye syllabus zetu. Lakini na pamoja na muundo wa mtihani, kuna jambo jingine tumeliweka hapa, zile istilahi action verbs zinazotumika kuulizia maswali, zile tumeziweka pale kuonyesha ukikutana na terminology action verbs hii inahitaji nini kwenye swali, ili kumwepusha mwanafunzi asiende, tunasema OP sawa, tunamsaidia mwanafunzi asiende nje ya swali, kwa aende moja kwa moja akutane na swali hili, ajue swali hili linahitaji nini. Lakini pia zinamsaidia mwanafunzi kujua swali hili linapima kuelewa, linapima kutathmini, linapima kutumia yale maarifa aliyofundishwa, linapima kuchambua yale maarifa aliyopewa. Kwa vyote pale tumemwekea. Kwa hiyo inamrahisishia mwanafunzi kuweza kujua kwamba hapa pako hivi, pako hivi, pako hivi. Na jambo jingine tulikuwa tuna zile ambazo mashuleni tunazo, zile response items, kuonyesha mwanafunzi anajibu vizuri zaidi anakuaje, kwenye sira kuangalia mwanafunzi aliyejibu vibaya zinakuaje, ili mwanafunzi aweze kujiangalia yeye yuko wapi au ana changamoto gani katika vitu kama hivyo. Hiyo ni kwa mwanafunzi. Kwa mwalimu, semina zetu pia hilo jambo la kwanza hilo, lakini hili pia, hilo lote pia tunaliweka. Kwa walimu huwa tuna semina za walimu katika kuseti maswali, kutoka maswali ya mfumo wa kukariri kwenda muhamo ruwaza, kwenda competence based kwa sasa, badala kuepusha mwalimu mwenyewe swali, hata badala ya kuepusha mwalimu kutumia mtihani fulani, tunapunguza hilo. Kwa hiyo wewe mwenyewe pia unatunga maswali mtihani. Kwa hiyo ile semina tunafanya kwa kushirikiana pia na watu wa NECTA wakati mwingine, na au wakati mwingine sisi wenyewe Tanzania Center for Education. Kwa hiyo, lakini kwa walimu pia tuna mfumo ambao tunatumia kwa mkoa wa Kusini Unguja. Tunapeleka walimu kama hapa, tunachukua walimu wote wa somo la Kiswahili wanaofundisha kidato cha 4 cha kwanza au mpaka cha 4, au wanaofundisha kidato cha 5 na cha 6. Tunazidadavua zile mada, maarifa kwa mwalimu. Tumekutana na changamoto nyingi katika hizi shule tunazotembea, kwa sababu wakati mwingine tunahisi walimu pia tunasema wanaweza au wanajua. Kuna vitu vingi sana katika michakato hii ya sisi tunaozunguka tunaona. Wakati mwingine hata uandaaji wa notes, sisi tunachofanya wakati mwingine tunatafuta notes kutoka shule zote, shule unayojua, sisi tunaomba notes za walimu kwa mwalimu anavyotengeneza vitini vyake, alafu tunaangalia. Wakati mwingine unaweza ukajikuta wewe mwalimu unaweza kuwa una copy kitabu kizima cha taya, lakini wenzio wamekwenda kwenye key concept zile moja kwa moja, na kwa sababu watoto ama wao, inawezekana watoto wenzetu wanaelewa zaidi, au wao hata watoto wetu pia wakikutana na hoja tu zile fupi fupi ambazo zenye maelezo ya kujitosheleza ambao wewe